Amen. We give God all the glory and we magnify his holy name. Leo niruhusu katika jina kuu la Yesu Kristo niweze nikapungue mkono wale wote ambao wananitazama, especially Church Without Walls, mahali popote unanitazama, naomba uweze kuwave on the air, uweze kusema hallelujah. Amen. We give God all the glory and we magnify his holy name. This evening ningependa kuleta ujumbe, na ujumbe ambao ningependa kuleta usiku wa leo ni ujumbe, a message on I will not die like a mere man. I will not die like a mere man. Najua ujumbe huu utakuwa baraka kwako katika jina kuu la Yesu Kristo. Na baada ya ujumbe, hata wewe pia utaweza kusema, na hata kila wakati ukiomba, utaweza kusema ya kwamba I will not die like a mere man in the name of Jesus. Wapendwa, kila ambacho imefanya nilete ujumbe ya kwamba I will not die like a mere man. A mere man simply means ordinary man. Ya kwamba mimi sitakufa kama watu wa kawaida. Praise God. Sitakufa kama watu wa kawaida, ama sitakufa ordinary death, kifo ambayo inashika watu wa kawaida, ambao unapata pengine ni kifo cha aibu. Praise God. Na nitakwambia kile ambacho ufanye ili usiweze kufa ordinary death, usiweze kukufa like a mere man in the name of Jesus. Na hiyo ndio ingefai kuwe ombi la kila moja. Kila moja angefaa tamani na awe akiomba Mungu ya kwamba mimi I will not die like a mere man because I am not, in the name of Jesus. Wapendwa, ninaanza nikisema hivi, mimi mara nyingi ni hutazama maisha ya wanadamu, vile wanakaa, vile wanaishi, lakini mara nyingi mimi huona huruma sana. Pengine mimi hutokwa na machozi nikiona vile watu wanakaa, vile watu wanaishi maisha haya, ya kwamba watu wanaishi maisha haya, wapendwa, kana kwamba maisha haya ndio mwisho. Watu wanaikaa duniani hapa na wanaishi haya maisha kana kwamba hakuna maisha mengine baada ya kuacha hapa maisha haya, hakuna maisha mengine. Watu wanakaa kana kwamba maisha haya ndiyo mwisho. Bana pedufote, wapendwa, na ndiposa nikifunza ya kwamba I will not die like a mere man, kwa sababu ukiona watu wengi wanakaa maisha haya ya kwamba mtu azaliwe, apate kazi na akuwe na watoto na afanye miradi na baadaye akufe. Hataki kujua baada ya kifo anaenda wapi. Praise God. Na unapata ya kwamba wanakufa kifo ya kawaida, ordinary death. They die like a mere man, like mere men, wapendwa. Na nataka nimekuja kukuambia sababu gani itakuwezesha usikufe kifo cha kawaida, or like a mere man. Ukitaka usikufe like a mere man, watu wote hapa duniani ambao wanaweza kuposition themselves with God's purpose, waweze kujialign na maksudi ya Bwana na mapenzi ya Bwana, na wafuatilie kile ambacho ilifanya Mungu akawaweka hapa duniani, basi watu kama hao hawawezi kufa like a mere man. Bwana petu fote, mtu kama huyo ambaye anafuatilia maksudi ya Bwana ameweza kujiposition. Lakini unajua sisi tunaishi maisha haya ni kana maisha ambayo pengine tunakaa kama wild beast, kwa sababu animals maisha ambayo wanyama wanakaa ni maisha ambayo wanaenda kwa desert, misitu, kwa forest kuwinda mnyama, na akishakula akajisikia ameshiba, mnyama atakaa mahali aweze kulala hadi tena akuwe na njaa, ahisi ako na njaa na tumbo iko empty tena, ndiposa aweze kurudi pale akitafuta, akiwinda mnyama, akipata ale ashibe,
tena arudi pale pale alale. Na mtu kama huyo, wapendwa, mtu kama huyo ambayo hana goal purpose in life, mtu kama huyo hata Mungu hana haja na yeye. Kwa sababu kwa nini Mungu awe na haja na wewe na umekosa goal purpose in life? Wapendwa, na ndiposa nimekuja na ujumbe ili tuweze kujua ya kwamba maisha haya si mwisho, kuna maisha ya baadaye. Na ndiposa tusiishi kana kwamba tunaishi na tukisha jinunulia maplot na magari na tumesomesha watoto basi tuone tumefika. Tujue kuna maisha ya baadaye, after death. Na kwa hivyo wapendwa, ni maombi ya kila moja ya kwamba awe akiomba ya kwamba I will not die like a mere man because I am not. Unajua wakati, wapendwa, wakati umekosa goal purpose in life, basi wewe si mtu wa maana sana katika ufalme wa mbingu, because hata kwa Mungu, mtu kama huyo ni mtu ambaye Mungu mwenyewe anampatia laana, kwa sababu Mungu aliweka kila mmoja hapa na makusudi, lengo na kusudi, sababu. Lakini akikosa kujigundua na kuposition na yale ambayo Mungu alikusudia katika hatima yake, basi mtu kama huyo ambaye amekosa goal purpose in life anakuwa under a curse, ambayo ni laana ambayo inaletwa na Mungu. Na mtu kama huyo ndio unasikianga ukisema mtu amewahi kukuambia kwamba umekosa mielekeo. Pro God. Ama wakati mtu alikuambia umekosa mielekeo, ulihisi aje? Pengine ulisikia umume hata na meno. Wapendo, kwa hii maisha hakuna kitu mbaya kama yule ambaye amekosa mielekeo, lakini mtu yeyote ambaye anakufa like mere man ni yule ambaye amekosa ana mielekeo. Na mtu kama huyo ako na laana kwa maisha yake, na hiyo laana inatoka kwa Mungu mwenyewe. Na huyu ndio tunaona, for example, yule ambaye alikosa mielekeo. Umewahi ona mtu anatoka asubuhi mjua ikiwaka, lakini atarudi jioni jua ikichomoza, jua ikienda ndiye anarudi. Sisi anafanya kazi, hajaenda kazi, amekaa tu pale mali watu wanauza mavitu, mtu atamhurumia amnunulie. Yeye kila saa anamka, anaenda mahali, anakaa tu, jua ikiwaka ametoka, kama yule ambaye anaenda kwa kibarua. Jioni jua usiku ikiingia anarudi, na hakuna chochote amefanya, ako tu pale pale. Mtu kama huyo ambaye anaongoja nini? Kifo chake tu. Lakini mtu kama huyo ambaye unapata kikufa, anakufa like a mere man. Na wapendwa, mtu kama huyo anaitwanga mtu ambaye amekosa mielekeo. Tunaona kwa Biblia, yule ambaye alikosa mielekeo kwa sababu alipata laana ya Mungu ni Cain, baada ya kuwa mwenzake, brother yake, nduguye Abel. Na Mungu alikuwa anamzungumzia laana mengi, na moja ya laana ambayo Mungu aliweza kumwambia kwamba wewe utakosa mielekeo. Praise God. Wewe utakosa mielekeo. Mungu aliweza kumwambia kwamba you will be a restless wanderer on the earth. Imagine a restless wanderer on the earth. Mtu ambaye amekosa mielekeo. Huyu restless wanderer, huyu ni a homeless person. Ana mielekeo, hana kwao. Kazi yake ni kuzunguka, aende arudi. Asubuhi na anarudi jioni na kuna chenye anafanya. Kwa sababu amekosa mielekeo, yeye ni a restless wanderer on the earth. Tunamwaita a fugitive ama a vagabond. Watu kama hao, wapendwa. Na ndiposa wacha tuombe Mungu katika jina kuu la Yesu Kristo ya kwamba hatutakufa like mere men. Why? Because we are not. I will not die like a mere man because I am not. So mnajua nyinyi sisi ni miungu ambao tunatimiza makusudi ya Bwana. Sisi ni miungu. Na kama sisi ni miungu, if we are gods, kwa nini ukubali kukufa kifo ya kawaida? Pray God. Are we not gods? Sisi ni miungu. We are gods. And because we are gods, haikuwa makusudi ya Bwana ama mapenzi yake
tuweze kufa like mere men because we are gods. Pray God. Najua mwingine anashanga, kumbe mimi miungu. Pray God. I have come to tell you that you are gods. You are gods. Yule ambaye anatimiza, anafuatilia makusudi ya Bwana. Lakini wapendwa, niruhusu tu nisome maandiko. Ninaenda kusoma maandiko na vile tunaenda kusoma maandiko, tutaona wale ambao waliweza kukufa like mere men wakati Mungu aliumba mbingu na nchi. Watu waliishi tu kana kwamba maisha haya ndio ya mwisho. Maisha ya mtu azaliwe, awe mkubwa, azee watoto, kisha afe bila kufuatilia kuleta impact kwa maisha haya. Pro God. Yani hiyo ni maisha gani wapendwa? Ya kwamba wewe uzaliwe, ukishazaliwa basi uishi, ukishaishi uzae, ukishazaa umepata watoto, basi unasema sasa yote ni sawa, sasa naweza kufa kwa sababu hata nikishakufa at least nimeacha my image nyuma. Pro God. Nimeacha yule ambaye anafanana na mimi. Lakini umekaa kana kwamba maisha haya ndio ya mwisho. Haujaweza kushughulika kwa maisha ya baadaye ambayo ni uzima wa milele. Na watu kama wao kwa sababu ambao walikosa goal purpose in life, waliweza kufa kifo. They were able to die like mere men. Lakini kuna mtu mmoja tutamuona ambaye kufa like mere men. Pro God. Wapendwa, hiyo inatufundisha nini? Haijalishi mwaka nyingi ambao utaishi. Kwanza tuende kwa haraka katika jina la Yesu Kristo. Genesis chapter 5 ninaanza verse 3. Maandiko nasema, niruhusu nisome kwa NIV version. Genesis 5 verse 3. Naomba tusikilize vizuri sana. When Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image, and he named him Seth. After Seth was born, Adam lived 800 years and had other sons and daughters. Umeona ameishi lakini akakuwa na other sons and daughters. What next? All together, Adam lived 930 years and then he died. Tunaambia kile ambacho alifanya. Tunaambiwa impact ambayo alileta kwa maisha haya. Praise God. Wacha tusome tuone. When Seth had lived 105 years, he became the father of Enosh. And after he became the father of Enosh, Seth lived 807 years and had other sons and daughters. Altogether, Seth lived 912 years and then he died. Hakuna impact analeta kwa maisha haya. When Enosh had lived 90 years, he became the father of Canaan. And after he became the father of Canaan, Enosh lived 815 years and had other sons and daughters. Altogether, Enosh lived 905 years and then he died. Tunaona watu they are dying like mere men. When Canaan had lived 70 years, he became the father of Mahalalel. And after he became the father of Mahalalel, Canaan lived 840 years. Tunaona tamu yake inakuwa reduced and had other sons and daughters. Altogether, Canaan lived 910 years and then he died. Hakuna impact analeta ndiposa wamekosa goal purpose. Ndiposa they die like mere men. When Mahalalel had lived 65 years, he became the father of Jared. And after he became the father of Jared, Mahalalel lived 830 years and had other sons and daughters. Altogether, Mahalalel lived 895 years and then he died. When Jared had lived 165 years, he became the father of Enoch. After he became the father of Enoch, Jared lived 800 years and had other sons and daughters. Altogether, Jared lived 962 years and then he died. Hakuna mali tunaambiwa they served God. Ni kuishi tu na kukufa na kuzaa na kukufa like mere men. Kwa sababu wamekosa goal purpose in life. Wacha tuendelee tuone. When Enoch sasa kuna huyu mtu ambaye anaitwa Enoch. Yeye hakukufa. Yeye alikuwa na goal purpose na kukufa like ordinary men, ya kwamba azaliwe, aishi, azae na akufe. No. I will not die like mere men katika jina la Yesu Kristo because I am not Enoch. Wacha tusome tuone.
When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. And after he became the father of Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters. Si yeye pia alikuwa na other sons and daughters kama wengine, lakini tofauti ya Enoch na wengine, yeye alikuwa na goal purpose, ndio? Kwa sababu tunaambiwa kwamba Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived 365 years. Lakini hatuna mahali tunaambiwa then he died. Altogether, Enoch lived 365 years. Enoch walked with God. Then he was no more because God took him away. Sasa tunaona ni Enoch pekee ambaye hukuweza kukufa like ordinary man, like a mere man. Why? Kwa sababu alikuwa na goal purpose in life. Wapendwa, this is the secret. If you don't want to die like a mere man, the secret is having goal purpose in life, pursuing and positioning yourselves with God's purpose. Hiyo ndio sababu, in the name of Jesus. Tena sababu ingine because of time ambayo inaweza fanya ukufe like a mere man wakati unaishi in wickedness, wakati unaishi katika uovu, pia inaweza changia kando na kukosa goal purpose. Ukiishi na uovu inaweza changia ukufe like a mere man. In the name of Jesus, tukisoma maandiko Psalms 82 verse 6, Mungu alikuwa amezungumza. Mungu ndiye anazungumza. Mungu anasema in the name of Jesus, Psalms 82 verse 6 from NIV version. Maandiko nasema, I said, you are gods. You are all sons of the Most High, but you will die like mere men. You will fall like every other ruler. Unaona Mungu mwenyewe anazungumza na anazungumzia judges ambao walikosa ku make judgment, walikosa kuwa na fair na just in their judgment, wakaingiliwa na maovu. Na Mungu akakasirika, na Mungu akaweza kuambia ya kwamba I said you are gods, you are all sons of the Most High, but you will die like mere men, you will fall like every other ruler. Wapendwa, in the name of Jesus, kila ambacho inaweza fanya ukufe kifo cha aibu ni wakati umekosa goal purpose in life. Na ndipo maandiko nasema katika Isaiah chapter 6 verse 1 ya kwamba in the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on the throne. Wakati hiyo mwaka Uzziah alikufa, Isaiah anasema niliweza kumuona Mungu. Kwa nini Isaiah aliona tu Mungu hiyo siku ambao Uzziah aliweza kukufa? Kwa nini siku zingine? Ni kwa sababu Isaya yeye aliweza kuona Uzia kwa wakati ambao alikuwa anaishi, na wakati alikuwa anaishi, wapendwa, in the name of Jesus, Isaya aliweza kuona maisha ya Uzia ya kwamba alikuwa mcha Mungu. He was a God fearing man, and because he was a God fearing man, aliweza kuwa mfalme akiwa na at the age of 16 years. He was king over Israel, na akaishi maisha mazuri na akafanya mambo mazuri pale ambaye ilifurahisha Bwana. Lakini kwa siku za mwisho maandiko nasema ya kwamba wakati Mungu alimuinua sana, maandiko nasema ya kwamba but after Uzziah became powerful, his pride led him to his downfall. His pride led to his downfall. Na ndipo Isaya alikuwa nasema, kwa nini mtu kama Uzia ambaye alikuwa powerful na akatumika na Mungu kwa njia nyingi, kwa nini akufe tu kifo ya kawaida? Kwa nini akufe tu kifo cha aibu? Kwa nini akufe tu like a mere man? In the name of Jesus, kwa sababu maandiko nasema ya kwamba wakati aliingiliwa na kiburi, akaenda kufanya kazi ya makuhani, na kwa hivyo Mungu alikasirika na akampatia ugonjwa ya leprosy ambaye alikuwa na aibu kwa maisha yake yote, na akakufa kwa maisha ya aibu, akaweza kukufa like a mere man. Hiyo ukisoma 2 Chronicles chapter 26 verse 16 utapata hayo yote. In the name of Jesus, wapendwa, tukiwa hapa in the name of Jesus, kwa dakika tu moja mwambie Mungu akuwezeshe, akusaidie ya